Mtazamaji wa Biomedia Channel popote pale ambako unaendelea kutazama na kufuatilia taarifa mbalimbali, karibu sana katika habari za siasa. Jina langu ni Official Rose D na tunaangazia taarifa ambako Mange ameshushua kichambo na Watanzania baada ya kutoboa siri sababu ya ziara ya Rais Samia kule nchini Urusi. Hili limekaa vipi? Ambatana na mimi mpaka tamati tuweze kufahamu nini ambacho mwanaharakati wa mitandao ya kijamii Mange Kimambi ameweza kukizungumza na kuzua taharuki katika mitandao ya kijamii. Ni taharuki kubwa ambayo imezuka katika mitandao ya kijamii mara tu baada ya kauli kali kutoka kwa Mange Kimambi kuhusiana na ziara ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nchini Urusi kufuatia mwaliko wa Rais Vladimir Putin. Katika ujumbe wake ambao ulisambaa kwenye majukwaa mbalimbali ya mitandao ya kijamii, Mange Kimambi aliweza kutoa madai ya tafsiri zake kuhusu sababu za ziara hiyo, akidai kuwa kulikuwa na masuala ya kisiasa na kidiplomasia ambayo yalijadiliwa kati ya viongozi hao wawili, lakini pia hata hivyo madai hayo yametolewa bila ushahidi wa umma ambao unathibitisha hoja hizo. Katika maoni yake, Kimambi alimehusisha ziara hiyo na kile alichokidai kuwa ni jitihada za kutafuta ushirikiano wa kisiasa dhidi ya ushawishi wa mataifa ya Magharibi, na pia ameweza kutoa madai mengine ambayo yalihusishwa na viongozi wa juu wa Tanzania, kauli ambazo zimeibua mijadala mikubwa na mitazamo tofauti miongoni mwa wananchi. Wachambuzi wa siasa wanasema kauli za watu maarufu kwenye mitandao ya kijamii mara nyingi huibua mijadala mikubwa hasa kisiasa, na zinapogusa masuala ya uhusiano wa kimataifa, basi uchunguzi na utawala wa nchi inaweza ikazua taharuki zaidi. Hata hivyo, wameonya umuhimu wa kutenganisha maoni binafsi na taarifa ambazo zilizothibitishwa rasmi. Sasa tuangazie kwa upande wa serikali ya Tanzania. Imekuwa serikali ikieleza kuwa ziara ya rais nje ya nchi zinalenga kuimarisha diplomasia, ushirikiano wa kiuchumi, biashara, uwekezaji na mahusiano ya kimataifa kwa manufaa ya taifa. Aidha, hakuna taarifa rasmi ambayo ilitolewa na serikali iliyothibitisha madai yaliyotolewa na Kimambi kuhusu maudhui ya mazungumzo hayo. Ziara ya Rais Samia nchini Urusi imeendelea kuwa sehemu ya mjadala mpana wa kisiasa nchini, huku wafuasi wa kosoaji na wa serikali wakitoa mitazamo tofauti kuhusu athari na manufaa ya ushirikiano kati ya Tanzania na Urusi. Kadiri mijadala hiyo inavyoendelea, wadau mbalimbali wanasisitiza umuhimu wa kutumia taarifa zilizothibitishwa na vyanzo rasmi ili kulinda ukweli, uwajibikaji na utulivu wa mijadala ya umma. Lakini baada ya kauli hizo, mwanaharakati Mange Kimambi kuhusu ziara ya Rais Samia alizoweza kuzizungumza, wadau lakini pia wapenzi wa siasa kwenye majukwaa mbalimbali ya mitandao wameweza kuzungumza na kumchena makavu Mange Kimambi kutokana na kauli zake. Wengi wamedai kuwa Mange anatumia nguvu kubwa sana kuikosoa serikali ya Tanzania ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa sasa hivi, akidhani ataweza kuing'oa madarakani, jambo ambalo kamwe haliwezekani. Lakini pia wako wadau wapenda amani wamedai kuwa Mange Kimambi huenda kuna wanaomlipa nyuma ya pazia ili kufanya yote hayo ambayo anafanya kwa maslahi yao binafsi, na ndio maana pia amekuwa akikomaa sana kila itopo leo kuikosoa serikali, kufanya kila juhudi ili kudhoofisha serikali. Lakini pia wamemhakikishia kwamba kamwe hataweza kuipeleka Tanzania ama taifa la Tanzania katika machafuko kama ambavyo iliwahi kutokea Oktoba 29. Mtazamaji, maoni yako katika hile wewe ambaye unatazama na kufuatilia taarifa mbalimbali, unadhani kauli za Mange Kimambi kuhusu ziara ya Rais Samia nchini Urusi kuna ukweli wote, au ndo kama wanavyodai wadau kuwa pengine Mange anatumika nyuma ya pazia kwa lengo la kuiondoa CCM madarakani? Unaweza kuchapisha maoni yako kupitia comment section, wakati mwingine tutaangazia. Uwe na wakati mwema, bye bye.